Waziri wa mambo ya nje wa Iran anasema Marekani inatumia diplomasia vibaya kufanya maamuzi ya kutojali ya kijeshi, huku Rais Trump akisisitiza kwamba mpango wa kusitisha mapigano bado unaendelea. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameishtumu Marekani kwa kutumia diplomasia kwa njia isiyofaa. Katika chapisho lake kwenye mitandao ya kijamii, Araghchi amesema, na hapa namnukuu, kila wakati suluhisho la kidiplomasia linapowekwa mezani kujadiliwa, Washington hufanya maamuzi ya kijeshi yasiyokuwa na msingi, mwisho wa nukuu. Maoni yake yanajiri baada ya pande zote mbili kulaumiana kufuatia mashambulizi ya kijeshi katika mlango bahari wa Hormuz siku ya Alhamis, lakini Rais Donald Trump amekuwa akijaribu kupuuza hayo. Walikuwa wametupuuza leo, tukawashangaza. Wanatupuuza, wanachukulia hilo kama jambo ndogo. Nitawajulisha wakati vita vitarejelewa. Sio lazima pia mjue kama hakuna usitishwaji wa mapigano. Mtaona tu hatua moja kubwa kutoka Iran, na itakuwa bora wakisaini makubaliano yao kwa haraka. Jeshi la Marekani limesema Iran ilirusha makombora na pia kutumia ndege zisizo na rubani na maboti madogo katika shambulizi dhidi ya meli zake 3 za kivita, katika kile ilichokitaja kama shambulio ambalo halikuwa na sababu. Marekani inasema jeshi lake limejibu kwa kushambulia vituo vya kijeshi vya Iran. Iran imesema ilifanya shambulizi hilo ili kulipiza kisasi kile ilichokiita uchokozi wa Marekani dhidi ya meli ya mafuta ya Iran na meli nyingine. Mapema hii leo Umoja wa Falme za Kiarabu UAE umesema kwamba mfumo wake wa ulinzi wa anga ulizuia makombora na ndege zisizo na rubani kutoka Iran. Caroline Davis ana taarifa zaidi kutoka Dubai. Tangazo hili lilikuja saa chache zilizopita na lilionekana kwenye mitandao ya kijamii ya Wizara ya Ulinzi hapa UAE, na wamesema wamekuwa wakikabiliana na makombora na ndege zisizo na rubani kutoka Iran, na pia wakatoa taarifa kwamba raia wanapaswa kuhakikisha wanafuata maagizo ya usalama. Wamesema kwamba sauti zilizosikika kote nchini ni makombora na ndege zisizo na rubani zilizokuwa zikilengwa na mfumo wao wa ulinzi wa anga. Na swali kubwa kuhusu haya yote ni kama usitishaji wa mapigano bado uko au la. Tunafahamu kulikuwa na pendekezo lililotolewa na Marekani na kwamba Iran ilikuwa ikiangalia hili kwa karibu sana. Kulikuwa na tathmini ya awali kwamba hii ilikuwa ripoti ya awali kutoka Axios kwamba ilikuwa ukurasa mmoja wenye ajenda 14. Rais Trump jana alisema hii ilikuwa nakala ndefu zaidi, lakini maelezo kamili hayako wazi. Ripoti hiyo ndio inayotukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu. Tugeukie taarifa nyingine sasa. Shirika la Afya Duniani WHO linasema kuwa hakuna hatari kubwa kwa umma kutokana na aina hatari ya virusi vya hantavirus vinavyohusishwa na mlipuko ndani ya meli ya kitalii, kwa sababu virusi hivyo husambaa tu kupitia ukaribu wa hali ya juu sana miongoni mwa watu. Mlipuko wa virusi vya hanta kwenye meli ya kitalii ya MV Hondias ambayo sasa inaelekea kisiwa cha Tenerife huko Uhispania umeibua wasiwasi wa kimataifa. Abiria 3 wamefariki dunia. WHO inasema kuna visa 5 vilivyothibitishwa na visa vingine 3 vinavyoshukiwa. Mamlaka za Uhispania zinasema hakuna tishio kubwa kwa umma na zimekubali kuwaruhusu abiria kushuka kutoka melini kabla ya kurejeshwa katika nchi zao, licha ya upinzani kutoka kwa baadhi ya raia. Wakisubiri kuwasili kwa meli ya MV Hondias, huku maafisa wa afya wakitangaza kuwa Mwingereza wa 3 aliyekuwa kwenye safari hiyo ya baharini anashukiwa kuwa na virusi vya hantavirus. Kwa sasa meli hiyo iko njiani kutoka Cape Verde kuelekea Tenerife katika visiwa vya Canary. Mwingereza anayeshukiwa kuambukizwa alishuka mapema katika safari hiyo kwenye kisiwa cha mbali cha Atlantiki cha Tristan da Cunha. Hadi sasa watu 5 wamethibitishwa kuambukizwa, ikiwa ni pamoja na mmoja wa 3 waliokufa. Huko Tenerife kuna hisia ya wasiwasi kuhusiana na kuwasili kwa meli Jumapili, licha ya kutarajiwa kuegeshwa kando ya pwani ya bandari ya Grandilla, huku abiria wakipelekwa kisiwa hicho. Wafanyikazi wa bandari wanafanya maandamano ya kuashiria kutoruhusu meli hiyo kuwasili. Wafanyakazi wana wasiwasi mkubwa kwa sababu hawajapewa taarifa yoyote kabisa. Hawajaelezwa kuhusu hatua za usalama, kama watalazimika kuvaa barakoa au vifaa vya kujikinga. Hata hivyo, ndani ya meli hiyo ya kitalii kuna hali ya utulivu kwa kuwa safari inaendelea. Abiria mmoja akisema kuwa hali ndani ya meli imekuwa tulivu, lakini kulikuwa na wasiwasi kwa sababu waliwahofia wale waliokuwa wameambukizwa. Alisema kuwa hakuna mtu ndani ya meli aliyekuwa na dalili zozote na walitumai kuwa hali hiyo ingeendelea.
Meli ni mazingira ya kipekee sana inapokuja swala la maambukizi. Nafikiri tuliona hilo wakati wa janga la COVID-19. Pia tunajua hili kutokana na virusi vya mfumo wa tumbo kama norovirus. Sababu ni kwamba watu huwa pamoja kwa muda mrefu katika eneo lenye nafasi ndogo. Hukutana mara nyingi na kula pamoja. Kwa hivyo tunajua kwamba kile kinachotokea kwenye meli ya kitalii si lazima kiakisi kile ambacho kingetokea nchi kavu. Shirika la usalama wa afya la Uingereza limethibitisha kuwa hakuna raia wengine wa Uingereza walioko ndani ya meli hiyo wenye dalili zozote zile, na kwamba watapokelewa na maafisa wa serikali ya Uingereza ambao wanapanga safari za ndege za kukodi bila malipo kwa ajili ya kuwaregesha nyumbani kibinafsi. Watakapowasili nyumbani watalazimika kujitenga ama kufanya karantini kwa siku 45, huku maafisa wakisisitiza kuwa hatari kwa umma kwa ujumla inaendelea kuwa ndogo sana. Tugeukie taarifa nyingine. Sasa Jumapili wiki hii dunia itaadhimisha siku ya mama duniani. Ni siku iliyotengwa kutafakari na kusherekea kina mama kwa upendo wao, kujitolea kwao, roho isiyokata tamaa, moyo unaotoa bila kutarajia malipo yoyote na usaidizi usio na kikomo, kama anavyoeleza Damaris Kamande. Yeye ndiye sauti ya kwanza tunayoisikia na ya mwisho tunayotamani kuisikia usiku. Upendo wa mama ni kitu thabiti katika ulimwengu wenye mabadiliko mengi. Lakini ni nini kinachofanya upendo huo wa mama kuwa wa kipekee? Mama huleta furaha kubwa licha ya nyakati ngumu. Mama hujaribu kuhakikisha kila kitu kipo sawa, na mara nyingi hutanguliza mahitaji ya wengine ikilinganishwa na yake binafsi. Kuanzia usiku, kukosa usingizi akimwangalia mtoto na kujitolea bila kikomo. Mama huonyesha nguvu kwa njia nyingi. Vitendo vidogo, matokeo makubwa. Je, mama ana nafasi gani katika maisha? Niliwauliza swali hilo waandishi wenzangu wa BBC. Hebu tuwasikilize. Nadhani ninachopenda zaidi kuhusu mama yangu ni upendo wake, jinsi alivyotulea kila siku kuhakikisha kwamba tuna yote ambayo tulikuwa tunahitaji, hata kwa uchache alikuwa hapo, na katika maisha yetu kwa yale madogo hakuweza kusahau. Iwe ni birthday, siku yangu ya kuzaliwa ama ya ndugu zangu, aliweza kukumbuka zote na kuhakikisha kwamba alikuwepo pale. So hicho ni kitu ambacho kwangu ilinipa furaha sana na naikumbuka sana kwake. Naweza nikafananisha upendo wa mama na imani. Kwa mtu ambaye ana imani yoyote, si lazima ni wa Uislamu ama ni wa Kristo, lakini vitabu vya dini vinasema kwamba nyayo za mama ni muhimu sana, kwa sababu huo ndio mlango wa kuingia janna. Kwa hivyo upendo wa mama umeshatikiswa katika kiini cha dini. Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema upendo wa mama ni nusu ya imani yako wewe kama binadamu. Kwa hivyo mama hana nafasi nyingine yoyote katika maisha ya binadamu isipokuwa ni mara tatu. Mama akikuita na baba akuite, kimbilia mama kwanza. Kwa kweli hakuna kama mama, hasa mama wa Kiafrika. Ni mama ambaye ana uwezo wa kulea, lakini analea bila kuzingatia mazingira yakoje. Kama hakuna pesa, anapambana kabisa, anahakikisha umekula, umelala na umepata maadili bora. Kwa hiyo siku hii namsherehekea mama yangu mwenyewe. Kama sio yeye singekuwa hapa. Kijana mtukutu ambaye alikuwa anasumbua sana, lakini alipambana na mimi na leo hii niko hapa. Kwa kweli siwezi sema kwamba mimi ni mama wa watoto wangapi, kwa sababu hata mtoto wa jirani akija kucheza kwangu mimi ni kama mamake. Kwa hivyo mimi naweza sema ni mama wa watoto wengi. Na pia vile vile siwezi sema kwamba kuna jambo moja ama kuna kitu kimoja ambacho kinanifanya na furahia kuwa mama. Ni mambo mengi sana, lakini ningetaka tu kuwatakia kina mama wenzangu siku njema, na niwaambie kwamba kazi hii si rahisi, lakini jamii inatuangalia, inatutegemea. Kwa hivyo na Mungu tutaweza tu. Katika siku hii ya mama duniani, tunawaenzi akina mama wanaochukua nafasi kubwa katika hadithi za maisha yetu. Wewe binafsi, utatumia njia gani kuonyesha upendo kwa mama leo?